kuna msamiati ndio ambao nataka tuone matumizi yake sahihi. Lakini nitangulie kwa kusema kwamba ndio hiki Kiswahili wajua mawanda ya matumizi yake yamepanuka sana. Kiswahili pale awali tungesema ni lugha ambayo inatumika katika Afrika Mashariki. Ndio. Lakini leo hii kimetanuka katika matumizi yake. Ukienda kule Afrika Kusini utakisikia, ukienda Uchina utakisikia, kule Ujerumani kiliwasili zama zile, kama ni Amerika kilifika kitambo. Sasa Kiswahili kimekuwa kama bidhaa sasa. Kwa sababu kinatumika kwingi, na hivyo basi fursa zake zimeongezeka. Na kwa kuwa kina fursa nyingi, yule akitakaye ni kama bidhaa sokoni. Ndio. Yule ambaye ataitwaa ile bidhaa na kuinadi, basi atanufaika. Na sasa kwa sababu ya kupanuka katika matumizi yake, ndio maana utaona kwamba kunatokea zile tofauti katika matumizi ya msamiati. Ndio. Utapata kwamba kuna kundi hili linazungumza hivi, hili jingine linazungumza vinginevyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu, unajua Kiswahili sasa kila mtu anang'ang'ana kukinadi, kila mtu ni bidhaa. Anayetia bidii afaidike. Na ndio maana utapata kwamba kumezuka hivi majuzi, kumezuka viswahili vingi. Ndio. Kumekuwa kuna huyu anazungumza hivi, huyu anazungumza hivi. Na hivyo basi ni muhimu tutambue kwamba Kiswahili si cha wataalam tena. Ndio. Ila imekuwa ni cha jamii yote. Na ni jukumu letu sisi walimu kuendeleza ule usanifu. Ndio. Tukipata fursa kama hii lazima tuendeleze ule usanifu. La sivyo kile kizazi kijacho kitakosa kujua Kiswahili sanifu ni kipi. Kwa kuwa hatutakuwa tumekipokeza. Na ndio maana katika muda huu nataka tuangazie tu. Kwa mfano, ndio. Naona ushawahi kuulizwa na mtu akakupigia simu, labda akakuuliza uko wapi? Halafu si jambo la ajabu kusikia mtu anasema niko kwa nyumba. Niko kwa nyumba. Niko kwa nyumba. Sasa mimi mtu ukiniambia niko kwa nyumba, huwa ni mwepesi wa kuuliza umesema uko kwa nani? Hapo ulipo panaitwa kwa nani hapo? Kwa nyumba. Kwa sababu umeniambia niko kwa nyumba. Sasa unajua ukisema kwa pale, ile kwa inaleta ile dhana ya umiliki, kwamba pale mahali kwamba kitu fulani mahali ulipo panamilikiwa na nyumba. Naam. Sasa unashangaa niko kwa nyumba. Kwa hivyo hapo ulipo ni panani hapo? Sasa unaona? Labda uko kwenye gari, alafu tunaula uko kwa nani hapo? Niko kwa gari. Uko wapi? Niko kwa gari naja. Uko wapi? Niko kwa gari. Yaani hapo ni kwa nani? Hebu tazama namna ambavyo umehariri. Niko chumani hapa, niko kwa gari, nimefika chumani naja. Niko kwa gari. Sasa sahihi pale ungesema uko wapi? Niko nyumbani. Si niko kwa nyumba. Niko kwenye gari, si niko kwa gari. Sasa unaona Kiswahili sasa hivi kumekuwa na matatizo mengi. Kumekuwa na kuna ipo haja kwamba wale wasanifu waendeleze usanifu ili kile Kiswahili sanifu kisiishe na kile kizazi cha jana basi kiweze kuendelezwa hata kizazi hiki cha leo. Na leo nataka tuangazie tu msamiati fulani na matumizi yake sahihi. Kwa mfano jana Hamso aliniuliza swali pale, alikuwa anaangazia msamiati dawa. Ndio. Dawa. Naam, akawa anauliza hii ngeli ya huu msamiati dawa ni ipi? Ambapo ninaona si jambo la ajabu kusikia mtu amesema madawa. Hospitali hazina madawa. Nimepewa madawa, nashukuru, naendelea kumeza. Alafu unajua jambo kama hilo, iwapo tutalitamka, tutaliongea kwa mfano studioni, ambapo unajua pia hapa studioni ipo ile nafasi ya watu wengi sasa hivi wako na vipindi. Hasa kwa mfano kama ni mchekeshaji, chale fulani yule, huwezi ukambana yule mchekeshaji kwenye usanifu mwingi, kwa sababu yeye matumizi yake yanamruhusu. Sasa akiwa yeye atakuja aseme madawa, yeye sisi tutamruhusu aendelee, maana yeye anatimiza jambo jingine tofauti. Lakini itakuwa hatia kwa wewe mwalimu, wewe msanifu, wewe msarifu lugha, nawe pia ujiingize katika makosa yale. Kwa hivyo dawa madawa ni ambao nimepewa hayakunisaidia mimi. Madawa. Kwa hivyo pale sahihi ni dawa. Iwapo utatunga sentence unaweza ukasema dawa imeisha. Kweli.
katika wingi utasema dawa zimeisha. Kwa hivyo pale inakuwa ni ngeli ya easy. Kwa hiyo ni makosa kabisa kusema madawa ya kulevya. Tuseme dawa za kulevya. Dawa za kulevya, naam. Kwa sababu unajua ukisema madawa sasa umezua ngeli ambayo haipo. Kwa sababu katika umoja itakuwa dawa. Naam, dawa imeisha. Alafu madawa yameisha. Sasa wewe tazama, umezalisha ngeli ya iya. Umeleta mambo mengine pale ambayo tunasema ule upatanisho wa kisarufi hauendi hivyo. Haupo. Naam. Ukweli ni kwamba hakuna ngeli ya iya. Hakuna upatanisho kama huo wa kisarufi. Kwa hiyo ni dawa. Wingi wa dawa bado ni dawa. Tofauti inakuja pale kwa zime. Upatanisho wa kisarufi. Dawa zimechukuliwa. Dawa imechukuliwa. Naam kabisa. Sahihi hapo. Msamiati mwingine na maneno jingine ni mfano karatasi. Ni msamiati ambao unaotumia kila siku. Tena sana. Na unajua kwa mfano katika mazingira ya shule utaona wanafunzi ni wepesi sana wa kutumia mfano makaratasi. Makaratasi yameletwa. Okota makaratasi. Mimi hasa wanafunzi wangu mimi unifuata wakaniambia, "Mwalimu, yale makaratasi tulifanya mtihani. Mbona huja turejeshea makaratasi yetu?" Nikamwambia, "Eti niwarudishie nini?" Makaratasi. Mimi sina makaratasi. Ulichonacho ni karatasi. Iwapo mtakuja afisini mdai karatasi zenu nitawapa. Ila haya ya makaratasi ni mageni, sina. Kwa sababu inafaa kwa hivi. Karatasi kwa mfano, karatasi imeraruka. Karatasi zimeraruka. Kwa hivyo inakuwa ni ngeli ya easy. Naam. Makaratasi hayo hayapo katika Kiswahili sanifu. Lakini watu wanayatumia sana. Watu wanasema sana hivyo hata kwenye taasisi. Nasikia mbona makaratasi yamejaa hapa? Simuondoe haya makaratasi. Kumbe tunaboronga humo. Ni kweli, huwa tunaharibu hapo. Msamiati mwingine ambao umezoeleka sana ni nyimbo. Nyimbo bwana. Hiyo nyimbo siipendi. Siipendi ana mimi. Naipenda sana hiyo nyimbo. Hiyo nyimbo mimi naipenda hiyo. Na kweli ile nyimbo uliyopiga kabla ya Janet Mumbi kuja kusoma habari. Nimemuona kwa mbali Kitsao. Anacheka. Nitumie hiyo nyimbo. Huo ujumbe ambao uko katika wimbo. Kitsao kwa mbali kama sasa mwalimu wewe ushaanza kusahihisha. Sisi bado tuko kwenye yale makosa. So kikweli huwa tunasema hivyo. Nitumie ile nyimbo. Ukiwa na dhana ya umoja. Nichezee hiyo nyimbo. Kumbe vile nyimbo ni katika wingi. Na hata shuleni katika KCSE hasa hili swali limekuwa likijitokeza. Utapata pale kuna msamiati nyimbo, nyasi. Wanakutega pale mahali fulani. Sasa haya nyimbo, umoja ni wimbo. Wimbo umeimbwa vizuri. Nyimbo zimeimbwa vizuri. Kwa hivyo hapo inakuwa ngeli ya uzi. Msamiati mwingine ni kama vile kelele. Tuangazie kwanza huu ulioutaja kabla ya kufika kwa kelele. Nyasi. Naam. Nyasi umoja ni unyasi. Kwa hiyo tutasema unyasi umekatika. Nyasi zimekatika. Naam. Uzi. Lakini katika kuboronga tunasema tu mtu atasema manyasi. Hebu kateni hao manyasi. Kateni manyasi. Hapa kuna manyasi mengi. Hamuoni hapa manyasi yamekuwa mengi. Yakateni haya. Hizo ni kauli ambazo zimezoeleka lakini hazifai kwa hivi. Alafu kwenye uhalisia pia hata kama hatutakuwa tunasahihisha kile ambacho tupo nacho kwa sasa. Hizi nyasi hukatwa ama hulimwa? Ama hufyekwa. Hufyekwa. Ni sahihi tukisema kakate nyasi? Naona ni sahihi kwa sababu kukata inaleta ile dhana ya kutumia kile kifaa kama ni kisu, fyekeo, panga na unakata vile vifaa hukata. Kwa hivyo kwa sababu pale ndivyo ambavyo unavitumia basi unakata. Unakata. Naona unakata tu. Kama ni ringa ni kufyeka.
Haya, wacha tuchukue pumziko fupi, alafu baadaye tutarejea hapo kwa kelele, tujue kelele nazo zina nini. Tulia papo hapo, ni Mswano wa Lugha, kipindi hewani sasa hivi. Tunaendelea hapa kusahihisha lugha kwenye mtitigo wa ufasaha. Usiondoke, usingatuke wala usibanduke.